tuko katika kumsifu mtume. Al-Imam Yusuf an-Nabahani katika moja ya qasaid zake asema sifhu wamdah wazakki washraf wabaligh waliyu'anka al-masaqih al-bulagha. Msifu mtume, mtakase mtume unavyotaka, wabaligh, endelea zaidi katika kumsifu mtume, waliyu'anka al-masaqih al-bulagha. Ukitaka pia omba msaada kwa wale vimango wa balagha wale katika kumsifu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Famuhalun bulughuka al-hadda mahma qulta au shi'ta fi ghuluwin wa sha'u. Ni muhali hata ukasaidiwa na watu katika kumsifu mtume, ukaendelea kumsifu kufikia haja ambayo kwamba ndio itakuwa imetoshana na cheo cha mtume. Law raqal alamuna kulla thana'in fihi mahma ala wa ala thana'u lada'athum ila al-amami ma'anin arrafathum anna al-jami'a wara'u. Law watakwea wenye kumsifu mtume wote, walimwengu wote, al-alamuna, mpaka wanyama waanze kumsifu mtume, mpaka mawe ya msifu mtume. Asema law raqal alamuna, law watu wote watamsifu mtume, lazima watakuja kukuta sifa moja, la da'athum ila al-amami ma'ani, lazima kuna maana moja itawaita nyuma, kwa sababu amam ni katika al-afdad katika lugha ya Kiarabu. Amama ni mbele na amama pia huja ikawa nyuma. Au la da'athum ila al-amami ma'ani, pana maana yatakuvuta, arrafathum anna al-jami'a wara'u, yatawajulisha watu wote kuwa hapa mlipomsifu mtume mjue hamujafanya lolote. Al-Imam al-Barzanji katika moja ya maneno yake ya kumsifu mtume, mwanzo katika Watanzania huko pasema atri ya kwanza, abtadi'u al-imla'a bismi dhat al-aliyya. Unajua ukiwa mahali pia jifundisha lugha ile sehemu. Katika atri ya kwanza alisema wa usalli wa usallimu ala an-nuri al-mawsufi bitaqaddumi wal awwal. Katika kumsifu kwake mtume asema namswalia na namtolea salamu. Hakumwita mtume kwa jina lake, alimwambia ala nuri al-mawsuf, nuri, mtume ambaye ni mwangaza. Wajua siku hizi leo Sayyid al-Allama sahib al-maqam Sayyid Ahmad Badawi alikuwa akielezea masuala mingi, kisha akisema hao wenzetu watatupatabu safari hii hawa, kwa sababu kila kitu siku hizi hapa ndivyo kweli yaingia akilini, kila kitu yaingia akilini. Ukisema namswalia mtume ambaye ni nuru, itakuwa ni nuru gani sasa? Aling'ara wapi? Alitoa mwangaza wapi? Lakini turudini katika Al-Qur'an al-Karim, qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin, imewajilia nini kutoka kwa Mwenyezi Mungu nurun. Kwenye lugha ya Kiarabu tunajua al-atfu yaqtadhi at-taghayyur, nurun wa kitabun mubin. Manake nuru ni mtume, kitabun mubin ni Qur'an. Na ndio maana mufassirina wakubwa wote, wewe nenda katika Tabari, nenda katika Qurtubi, nenda zile tafsiri kubwa karibu 7, wakifika katika nurun wakwambia ni mtume Muhammad. Nurun ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Wal-Imam al-Barzanji katika kumswalia mtume akasema wa usalli wa usallimu ala an-nur, mtume ambaye kwamba ni nuru. Al-Imam Yusuf an-Nabahani akamwambia ngojea Barzanji taratibu,
akamwambia Mtume, nuru kalkullu wal wara ajza'u. Kama hujasoma mantiki huwezi fahamu beti. Nuru kalkullu sio nuru kalkulliyu, pana tofauti baina alkullu na alkulliyu. Wewe suduku wewe, sema sijui. Nuru kalkullu wal wara ajza. Kwa haraka, pana kitu chaitwa kulliyun katika logic na kitu chaitwa kullu. Kulliyun ni kama tuseme al-insan, masadiki zake ni Saidi na Ali na Omari. Ukitaka kujua kama hii ni kulliyun ama ni kullu, hebu angalia zile zinaoingia pale ndani, waweza kuziregesha lile jina la mwanzo. Kama mfano Ali, si unaweza kumuita mwanadamu? Muhammad waweza kumuita mwanadamu, sio? Yani kifupi naweza kusema Aliyun insanun, ama sivyo? Muhammadun insan, utajua hii insanun si kullu, ni kulliyun. Sawa? Lakini sasa hivi nikwambie, majani, maziwa, maji yakichanganywa yote yakichemshwa huitwa nini? Chai. Chai ni kullu kwa sababu majani huwezi kuyaita chai. Sasa nuru kalkullu, nuru ya Mtume ni alkullu wal wara ajza'u, kwa sababu sote hapa tuko katika ulimwengu tuna istidha, tunakutaka nuru kutoka kwa nuru ya Mtume. Ndo alimamu al-Busiri kulibainisha hili akisema, wa kullu ayatin atar kiramu biha fa inna mattasalat min nurihi bihim. Changia nuru zote za mitume zinapoundwa nuru hizi mpaka ingie Mtume mwenyewe, ndio iwe nuru kalkullu wal wara ajza. Nuru kalkullu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni nuru. Ni nuri kwa kung'ara, ni nuru kwa maana ya uongofu wake, ni nuru. Ndio mmoja katika wenye kumsifu ambao kwamba ni Hasan Shushtari. Ashushari kama sijakosea jina hilo kwa mwisho. Si kama wale wengine wakiona iko kwenye Barzanji yajua ni Imam Jaafar. Jamaa kikuta kwenye Barzanji, ashraka albadru, Barzanji we, zingine si zake, ameziweka tu pale. Hasan Shushtari, hawa wa Morocco walikuwa wamefungiwa, ni mwanachuoni mkubwa wa tasawuf, ana diwani yake, diwani Ashushari. Walikuwa wamefungiwa kwenda hija kwa miaka fulani kwa fatwa ya mwanachuoni Ibn Rushd. Ni mwanachuoni mkubwa pia huyo, ana kitabu chake cha mantiki kikubwa maarufu pia, Ibn Rushd. Walipofungiwa miaka mingi, wakawa waumia, wakosa kwenda kumzuru Mtume. Haya bwana, mumeruhusiwa kuja kumzuru nani? Maanake watu wakaenda hija kweli, lakini watu walikuwa waone utamu wa hija mpaka wamzuru yule ambao kwamba hija si hija kama si yeye, yule ambao kwamba anasema khudhu anni manasikakum, yule ambao kwamba ukaenda hija ukipita hivyo mbona usipite hivyo, Mtume alipita hivi. Sasa wakakaa miaka na shauki, gharam, huyam zote za vuruga ndani. Walipopewa idhini, wakawa wa Moroko ada yao hutoka hufika paka Misri. Wakifika Misri, ikachukuliwa ile nguo ya Al-Kaaba kuelekea wapi? Kuelekea Maka. Watu wakitoka Maka waende kwa Mtume. Sasa wamefungiwa siku nyingi, waliporuhusiwa wakatoka msafara wao, watu wa Misri wawasubiri kwa shauku. Takafikirie liliomo kwenye akili za watu, tumeruhusiwa kwenda kumzuru Mtume, ndio liliomo kwenye akili za watu. Hasan Shushtari alikuwa ni mmoja katika wale. Wamefika pale Misri, fatalaat lahu al-anwaru al-muhammadiyya. Wenyewe wasema katika walowapokea walimwona Mtume amesimama, wapokea. Wewe kama wataka shauri zako, kama hutaki useme ni uongo, shauri zako. Maanake sasa tunaweza kusema pia al-alama mwanachuoni Uthman al-Khamisi akisema Uthaymeen huja kunifundisha kwenye ndoto, hiyo haina matatizo. Na utole ushahidi, ingia kwenye internet angalie, aelezea kwa Uthaymeen huja kunifundisha kwenye ndoto. Lakini mtu wa tarika aseme shekhe wangu alikuja kunifundisha kwenye ndoto, subhana, hutuba mzima mimbari wewe.
Kiufupi, katika wale kuja kuwapokea kina Hasan Shustari nani? Mtume. Fatalat al-anwaru al-muhammadiyya, akaona miangaza ya mtume. Aliposimama tu akaropoka, ashraqa al-badru alaina fakhtafat kullu al-budur mithla husnik ma ra'ayna qat ya wajha surur. Akamwambia mtume, alipoona nuru ya mtume, ile nuru kalkullu walwara ajza'u, akamwambia mtume, imechomoza, mwezi ushachomoza, hakuna miezi mingine kuja. Akaanza kumwambia mtume, ya habibi ya Muhammad, ya arusa al-khafiqain, ya muayyad, ya mumajjad, ya imam al-qiblatain. Akaendelea kusema anta shamsun. Akasema hapa hata nichunge lugha. Hakumwambia mtume anta badrun anta shamsun, hakukoma hapo. Si huko amesema ashraqa al-badru alaina, akasema ngoja uweke vitu viwili, anta shamsun anta badr. Waarabu katika ada zao wa min adati al-arab, katika kusifu at-taraqi min al-adna. Mwarabu kila siku kitakumsifu mtu aanza chini kuendelea, utasema fulanun alimun allamatun. Ya kwanza ni alimu ismul fa'il, ya pili ni mubalagha husemi fulanun allamatun alim. Sasa alim afanya kazi gani kama ishakuja allama? Sasa na sisi twajua baina ya jua na mwezi ni gani ambapo kwamba ina nguvu, kwa sababu twajua sisi anta shamsun anta badrun, tuambiwa kwa hii miezi yote mwangaza wake huchukua. Kwa nini? Lakini mbona ametanguliza? Kwa nini atangulize na atarati min al-adna ila kwa sababu alikuwa anataka kusifu nuru ya mtume kwa ukali kwanza, yani kuwa yang'ara hata ni ajabu, akabidi atangulize. Ilipotanguliza akawa tutajiuliza, mtume jua la choma, akasema ngojeni lipoze, anta badru. Wajua ngeta peke yake anta shamsu, ngesema jua lafanya nini? Kwa hivyo wajhu shabah katika hii tashbihun baligh, anta shamsun anta kashamsi, yani maana katika ule mwangaza wa kufika sehemu mbali. Ukisema wachoma, hatuko kwenye kuchoma, mwangaza mpole hauchomi, anta badru. Sema sijui wewe msalie Mtume Muhammad. Sasa hii anta badrun ndio ikawa yapunguza ile maana ya kuchoma, maanake hakuna, mtume hachomi. Mtume ni mwangaza wa taa kabisa kabisa kabisa. Nikimalizia nsiharibu dakika, mimi ni mtu wa kusafisha barabara. Sayyid Doktora atakuja na sisi tuna watu ambao kwamba tunategemea. Hawa ni walimu zetu ambao kwamba sisi tuko chini yao kabisa. Hakika ukisikia maneno tutasema mingi tumesikia kwao. Kumalizia kujua kuwa mtume ni nuru ya waka, wanazuoni walikaa chini wakasema, mbona huyu mtume hatoi kivuli? Hii nuru kalkullu mbona haitoi kivuli? Sasa hivi ukitoka asubuhi nje jua likupiga utatoa nini? Kivuli. Lakini watu wa physics, ukishika kitu chochote chenye mwangaza ukapiga sehemu ikawa pale katikati kuna kitu, lazima kile kitu kitoe kivuli. Ukishika tochi mbili ambazo kwamba mwangaza ni sawa sawa nguvu, ukizipiga hii tochi haitoi kivuli huku wala hii haitoi kivuli huku. Sasa jua na mtume, nani aliona mwangaza? Jua lilipopiga mtume hakutoa mwangaza, kwa sababu mtume hung'ara zaidi kuliko lile jua. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asali ya Mtume Muhammad. Ustadh Hussein